Ni Jumatatu nyingine tunakutana ndani ya Sports Warm Up, kipindi ambacho kinakuletea mada mbalimbali zinazohusu masuala ya kimichezo. Na leo tutakwenda kuangazia mada ambayo inasema kwa namna gani michezo inaimarisha afya ya akili. Tumemwalika mtaalamu wa afya, masuala ya afya, ambaye ni daktari huyu Evaristi Oyo, ambaye yeye atakwenda kutuelezea kinaga ubaga, je, michezo inaimarishaje afya ya akili? Mtaalamu wa afya, kwanza habari za wakati huu? Asante. Ningependa kufahamu kwanza, maana tunapozungumzia afya ya akili ni neno pana kweli kweli. Afya ya akili ina maana gani tunapokuwa tunalisema hili neno kwamba afya ya akili? Asante sana mtangazaji. Kwanza tungeweza kujua maana neno afya, baadaye tutaangalia neno afya ya akili. Unaposema neno afya, maana yake ni kuwa kikamilifu kimwili, kisaikolojia, yani kiakili pamoja na kijamii. Vitu hivi vikamilika ni ziko complete. Maana yake inamaanisha umekamilika kiakili, umekamilika kimwili pamoja na kijamii. Ndio maana neno afya. Sasa kuna neno afya ya kiakili. Kwa katika hiyo definition, maana ya neno afya tumeongelea afya kwa kukamilika kiakili, kimwili na kijamii. Kwa hiyo tunapochukua neno tu afya ya kiakili, ni sehemu mojawapo ya kipengele kinachounda nini afya. Kwa kusema afya ya kiakili tunamaanisha ile component vinavyounda afya. Kama tunasema kiakili, kimwili pamoja na kijamii. Kwa hiyo tutaongelea leo kuhusu afya ya kiakili. Sasa afya ya kiakili ni ile uwezo wa mtu kuwa na uwezo wa kufikiria na kutenda jambo kwa wakati sahihi. Yaani uwezo wa mtu kufikiria, ndio tunasema huyu ana afya. Maana yake anaweza kufikiria na akachukua maamuzi sahihi kwa wakati sahihi. Kwa sababu kila mtu anaweza kufikiria. Lakini unapokuja kwenye kuchukua maamuzi sahihi na kwa wakati sahihi ndio changamoto. Na hapo sasa, kwa hiyo unataka kuniambia kwamba afya ya akili ni muhimu sana kwa wanamichezo sana. Kwa sababu cha kwanza, michezo kama michezo ni mojawapo ya kuimarisha afya ya kiakili. Na pia michezo kama michezo ni mojawapo ya kuimarisha afya ya kimwili. Kwa hiyo unapofanya mazoezi au unapokuwa na michezo, maana yake unaimarisha afya ya kiakili, afya ya kimwili, hata kijamii. Kama tulivyoeleza maana ya afya, hata kijamii. Kwa mfano, mtu unapokuwa mwanamichezo, maana yake unapunguza kuwepo na magonjwa kama kisukari na shinikizo kubwa la damu, unaweza shinikizo la damu, hypertension. Alafu pia unapunguza magonjwa mengine pia. Lakini pia unapokuwa mwanamichezo unaimarisha afya ya kiakili. Kwa sababu labda niseme tu kwamba mtu unapokuwa mwanamichezo au unafanya mazoezi, mojawapo ya kuimarisha afya ya kiakili ni kuzuia msongo wa mawazo. Msongo wa mawazo. Hapo ningependa tukae hapo kwanza kwenye msongo wa mawazo. Michezo inaweza kuchangiaje kwa mtu kuondokana na msongo wa mawazo? Mojawapo kwamba kupo na interaction. Unakuwa unakutana na wenzako, kwa hiyo mawazo ya kukaa peke yako inakuwa haipo. Lakini pia unapofanya mazoezi au unapokuwa kwenye michezo, kuna kemikali ambayo ipo kwenye mwili au kwenye kichwa. Hicho kemikali hicho kina uwezo wa kuzalishwa pale ambapo unafanya mazoezi. Kwa mfano, kuna kemikali inaitwa serotonin pamoja na endorphins. Hizi kemikali hizi zinasaidia kuongeza furaha. Ndio maana mtu anapocheza mpira au anapokuwa kwenye michezo, unakuta anakuwa na furaha na sahau mengi. Unaweza kutoka pale ukasahau hadi shida zako. Na hapo inawezekana watu wengine wakawa hawajui. Kumbe zipo homoni ambazo zinafanya kazi ya kumpa mtu furaha kwa watu mchezo. Unapofanya michezo pale zinazalishwa. Na kizalishwa matokeo yake kwamba inakuongezea furaha. Na unaweza kusahau matatizo yako yote ukiwa pale kwenye mchezo. Kwa hiyo furaha inaongezeka zaidi. Kwa hiyo kumbe ni muhimu sana kwa kila mtu kushiriki angalau mchezo mmoja kiafya, naweza kuzungumzia hivyo. Inavyotakiwa. Kwa sababu itakufanya uwe na mchangamko na wenzako, kupunguza stress, msongo wa mawazo, ambao huo msongo wa mawazo unapelekea kupata magonjwa mengi ambayo naweza kaelezea baadaye. Kwa hiyo mchezo ni kitu muhimu. Sawa. Kitu kingine ambacho ningependa kufahamu ni swala la mazoezi. Ni mazoezi gani sasa ambayo yanafaa? Unajua tumekuwa tunaona watu wanakimbia barabarani,
vijana wanakuwa kwenye michezo ya mpira wa miguu na michezo mingine. Je, ni mazoezi sahihi kiafya na kuondokana na msongo wa mawazo pamoja na kupata tatizo la afya ya kiakili? Ni mazoezi yapi ambayo mtu anatakiwa awe anayafanya? Unaweza kusema haya ndio anatakiwa awe anayafanya angalau kwa kila siku ili tatizo la afya ya akili lisiweze kumpata? Kuna afya ya akili pamoja na ugonjwa wa akili. Ni vitu viwili tofauti. Kwa na afya ya akili hivyo sema uwezo wa kufikiria na kuchukua maamuzi kwa wakati sahihi, muda sahihi. Lakini unaposema ugonjwa wa akili sasa ni ile hali sasa ni ugonjwa umeshatoka kwenye normal kwenda kwenye abnormal, yaani unatoka kwenye hali ya kawaida kwenda kwenye hali ambayo sio ya kawaida. Ndio ugonjwa sasa. Sasa afya ya akili ana maamuzi yake ya kufanya ipasavyo, lakini unapokuja kwenye ugonjwa wa akili sasa ni tatizo ambalo ni mtu anaweza nayo. Sasa mtu anapofanya mazoezi, kila mazoezi ina lengo lake. Wengine wanafanya mazoezi bila kujua kwamba anafanya mazoezi aina gani. Kuna mazoezi na ndio imekuwa changamoto kubwa hiyo. Ndio. Kwa hiyo unapofanya mazoezi unajua unafanya kwa lengo gani? Kupunguza mafuta mwilini, kuimarisha misuli pamoja na mengine. Lakini hao unapofanya mazoezi mojawapo ni kuimarisha hiyo afya ya akili. Sasa mtu anapofanya mazoezi kwa lengo la kupunguza yaani kuimarisha afya ya akili, maana yake ni pale ni ile hali ya kama unasema kuondoa msongo wa mawazo. Lakini pia unapofanya mazoezi ina maana unapunguza yale maradhi mwilini. Kwa maana kama kisukari, shinikizo la juu la damu kama hypertension pamoja na magonjwa mengine. Kwa hiyo inakufanya mwili kuwa na hali nzuri. Kwa mfano mtu anapokuwa na mgonjwa mojawapo na pili pia afya ya akili. Kwa hiyo ukiwa unafanya mazoezi maana yake unapunguza maradhi mwilini. Kwa hiyo imarisha afya, unakuwa fit, unakuwa kikamilifu katika hali ilivyo. Sawa, huyu ni mtaalamu wa afya Evarist Oyo ambaye yeye tuko naye hapa tukijadili leo kwamba iko namna gani michezo inaimarisha afya ya akili. Wewe mtazamaji, nafikiri utakuwa unajifunza mengi kupitia kwa mtaalamu huyo wa afya ambaye by professional yeye ni daktari. Sasa kitu kingine ambacho ningependa kufahamu Evarist ni kuhusu swala la muda. Kumekuwa na changamoto kubwa sana kwenye swala la muda. Ni muda gani ama ni dakika ngapi ambazo mtu anaweza akasema hizi nizitenge kufanya mazoezi, changamoto ya afya ya akili inaweza isinikumbe kwa siku? Je, ni nusu saa ama ni saa nzima? Mtu anaweza katenga kwamba nifanye mazoezi saa nzima ili nisiweze kupata changamoto ya afya ya akili, ama nusu saa ama dakika 15? Ni muda gani sasa ambao unafaa kwa mtu kufanya mazoezi na ili aweze kuondokana na afya yake ya akili? Kitaalamu mazoezi yatakiwa fanyike zaidi ya nusu saa. Nusu saa. Sasa mazoezi yanaendana na maumbile ya mtu pia. Maumbile yako, ile physical appearance yako. Kwamba huyu mazoezi yake yatakiwa fanyike wataalamu wa mazoezi wanajua. Lakini kitaalamu zaidi ya nusu saa. Sasa unapofanya mazoezi kama nilivyosema, kuangalia na muda. Yaani kisha zidi nusu saa unaweza kuimarisha hiyo afya. Lakini sasa ni mazoezi gani unataka kufanya? Kwa sababu unapofanya mazoezi lazima uangalie. Ukienda sehemu ya kufanya mazoezi utakuta umetengewa. Kila mtu kutokana na jinsi alivyo kuna mazoezi anayofanya. Ila unapofanya mazoezi wanaona ni kwamba wewe utakuwa na uwezo wa kupunguza yale misongo mawazo yanayokupelekea kupata ugonjwa wa kiakili. Kwa hiyo kuna mental illness na mental health. Sasa unapoangalia hapa ni mental health, ni afya ya akili. Lakini unapoangalia ugonjwa wa kiakili sasa, ili sasa mtu tayari ameshaonyesha dalili ambazo zinapelekea kuhama kwenye nomo, kwenye uhalisia wa afya wa akili kwenda kwenye ugonjwa sasa. Ndio unakuta kwanza wao wanajitenga na jamii, hata tabia zake zinabadilika. Sasa unapofanya mazoezi ina maana kuna kuweka fit. Mazoezi yanafanya muda kuwa fit, yani kuwa katika ukamilifu wa kiafya. Kwa hiyo itakusaidia kuepusha maradhi ya kiakili kama nilivyosema mwanzoni. Watu wengi unavyoambia kwa swala la mazoezi wamekuwa wakikimbia wakichagua tu kukimbia, utakuta wanakimbia barabarani ama wanafanya jogging hizi. Kwa wewe kama mtaalamu wa afya umeeleza hapo mambo mengi na kwamba kila mtu anatakiwa afanye mazoezi kutokana na mwili wake na kutokana na yeye mwenyewe alivyo. Huu uchaguzi wa kwamba unavyoambiwa na nyinyi wataalamu mmekuwa mkitoa ushauri huo kwamba fanya mazoezi, mtu anaona akiambiwa fanya mazoezi anaona jambo la kwanza la kufanya ni kukimbia tu.
Je, ni sahihi kwa mtu akiambiwa kwamba unafanya mazoezi kwamba achague kukimbia tu? Je, hakuna mazoezi mengine ya tofauti ambayo mtu anaweza akafanya na akaimarika kiafya? Mazoezi yapo mengi sana, lakini kwa nini watu wanapenda kukimbia, kufanya mazoezi ya kukimbia? Lakini tegemea na cha kwanza, unakuta mazoezi halisi yatakiwa yafanyike kwenye gym. Sasa gym, asilimia kubwa ya Tanzania au sisi, unakuta uwezo wa kulipia na kulipie. Kwa mtu anaamua tu kufanya mazoezi yake mwenyewe, lakini sio leo muende kwenye gym. Hata ukiwa ndani yako ya nyumba unaweza kufanya mazoezi pale pale ulipo nyumbani. Ila ina gani ya mazoezi utakayofanya? Ndio hicho ndio kitu ambacho watu wengi wamekuwa hawakifahamu nafikiri. Kwa hiyo hata nyumbani kumbe unaweza ukafanya mazoezi. Na sio lazima ukimbie barabarani. Watu wakuone barabara unakimbia. Hata nyumbani kwako unaweza kufanya mazoezi na kumaliza dakika 30 zako hizo na ukawa fit kabisa. Unaenda ukaoga na ukawa vizuri kabisa, tofauti na utalia kimbia barabarani. Sasa mtu anapofanya mazoezi, kila mtu na malengo yake. Na kila anafanya bila kujua anafanya mazoezi gani. Yeye anafanya ili tu mwili upate jasho, apunguze mafuta. Sasa ndio maana kuta mtu anafanya mazoezi lakini bado mnene. Sasa shanga, huyu kila siku anafanya mazoezi. Lakini mbona pungui? Kwa sababu yeye anafanya mazoezi bila kujua anafanya mazoezi gani. Kwa changamoto kuta watu kwamba watu wanafanya mazoezi hawana elimu ya aina ya mazoezi atakuwa afanye. Lakini mazoezi ukafanya popote pale ulipo, hata kwako, hata ndani ya uwanja wako, compound yako ya nyumba yako, unaweza kufanya tu mazoezi yako, wewe ndani ukamaliza, si lazima ukimbie barabarani. Kwa hiyo kuna aina nyingi za mazoezi. Kwa ukaanza kuelezea kila zoezi fulani na faida yake, inaweza kuwa kipindi kingine, lakini kila mtu utakiwa kufanya mazoezi kutokana na hali yako. Lakini pia sio lazima ukimbie barabarani ndio moja wapo kufanya mazoezi. Hata ukiwa nyumbani kwako unaweza kufanya mazoezi, na inafanya mazoezi na ya kusaidia ku maintain hiyo afya ya akili. Sawa kabisa. Huyu alikuwa ni daktari mtaalamu wa mambo ya afya Evarist Oyo, ambaye tumezungumza naye kuhusu umuhimu wa mazoezi kwenye kuimarisha afya ya kiakili. Kufikia hapa hatuna la ziada. Ulikuwa nami Jordan Mgule ambaye nilikuongozea kipindi hichi, nilikuwa na mgeni wangu kama ambavyo nimemtambulisha hapo awali.